Yule binti ambaye alikuwa anakaa ndani katika familia ya Prasal, ambaye alikuwa ni mfano wa Mungu, basi leo anaondoka baada ya Tatawal kumpa adhabu, ambapo ilikuwa alimpa kazi ambapo alisema kama hatafanikisha hapa basi tampa adhabu. Lakini pia kuna maneno ambayo alikuwa amemwambia Anmol kwamba hatakiwi kumwambia mtu yoyote kwamba yeye ni mwakilishi wa Mungu, kwa sababu kama atamwambia basi itamlazimu yeye kuondoka kabisa. Sasa jambo hilo limekwenda kutokea baada ya Tatawal kuwa amempa adhabu ile na binti yule akawa amefeli. Kwa baada ya kuwa amefeli akawa ameshindwa namna ya kufanya. Moja kwa moja Anmol alimwambia msimfanyie jambo lolote baya baada ya kuwa amepewa adhabu, kwa sababu huyu ni mfano wa Mungu. Lakini baada ya kuongea maneno yale, tunaona anamwambia Anmol kwamba nilikwambia kama siri yangu utamwambia mtu yoyote basi nitaondoka, siwezi kuwa na budi ya kuendelea kukaa hapa, kwa sababu alikuwa amepewa adhabu moja kubwa sana. Tatawal alikuwa amemwashia moto, lakini mtu yule alikuwa anashindwa, hakuweza kuungua. Kwa moja kwa moja aliyeyuka tu na kupotea moja kwa moja. Jambo lile lilimshtua kila mtu na wakaamini kwamba yule alikuwa sio mtu wa kawaida. Kwa upande wa Neelam leo, yeye tunaona anakwenda kukutana na kitu kizito sana baada ya yule ambaye ni mchepuko wa Sonakshi kuhamia katika familia hii hapa. Yani baada ya yule mchepuko wa Sonakshi kumapproach Neelam, basi anakuja kuruhusiwa kuingia katika familia hii. Na baada ya kuingia katika familia hii, tunaona Anmol yeye alikuwa anajua kila kitu kinachoendelea. Akamfuata Neelam na kumwambia mtu huyo sio mtu mzuri. Lakini tunaona Neelam anamwambia mbona hata kaka yako alikuwa sio mtu mzuri, achana na maisha yangu na wala usiniingilie kwa chochote kile, wewe endelea na maisha yako na mimi naendelea na maisha yangu. Lakini huyu jamaa baada ya kuingia ndani anajisifia na kusema sasa ana wanawake wawili katika nyumba moja, kwa hiyo anafanya chochote anachokitaka katika nyumba hiyo kwa ajili ya wanawake wake. Yani jambo limekuwa kubwa sana, lakini Neelam yeye alikuwa haelewi chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa hiyo ambaye hujasubscribe channel hii, basi subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali. Asante.